Mambo vipi wapenzi na wadau wa recap zetu ambazo tunazituma kila siku katika chaneli yetu pendwa kabisa. Nikumbushe tu kwamba siku ya leo tunaendelea na recap yetu ikiwa ni sehemu ya pili ya mtoto aliyelelewa katika kituo cha watoto yatima na akaja kuwa gaidi mkubwa sana katika nchi ya Korea na kuisumbua serikali. Tuende kazi na recap yetu sehemu ya pili hii hapa. Mwamba Suhan baada ya kuona dalili za kushtukiwa ikabidi kuingia store na kwenda kuchoma kila ushahidi ambao ulihusika katika kutekeleza mauaji yake kwa yule mzee kule polini. Lakini Mwamba wakati anatoka katika chumba chake cha maficho akajisemea moyoni kwa kusema kwamba Sujian huenda atakuwa ndio adui yake wa sasa. Lakini haikuwa tu kwake peke yake, naye Sujian alikuwa nje ya dirisha akajisemea kuwa huyu jamaa Suhan atakuwa ndio adui yangu wa sasa, kwa maana nimeanza kushtuka kuwa dawa anayoitumia katika kumtibia yule paka ilihusika pia katika mauaji ya yule mtu ambaye alikutwa katika mapoli. Bibi Sujian kesho yake tena mapema na alfajiri akafika hapa katika kliniki ambayo Mwamba Suhan anafanyia majaribio yake. Soji huyu bibi ambaye ni mmiliki wa hiyo hospitali alikuwa kilaumu sana kumuona bibi Sujin akiwa katika hospitali yake na akaanza kumuuliza, lakini bibi akasema kwamba nina mkataba na huyu bosi wako kwamba aliweza kuniharibia skafu yangu na malipo yake ni kwamba anatakiwa kuhudhuria katika hospitali yake, la sivyo anatakiwa kunilipa mara mbili ya malipo yangu. Basi mwisho wa siku mambo yakaishia hapo, bibi akawa ameondoka. Basi Mwamba Suhan akaamua kumpoza bibi Soji kwa kumwambia kuwa asijali, yote atakwisha sio muda mrefu. Mwamba Suhan na bibi Sujin vita yao ni ya ndani kwa ndani. Kila mtu anamchunguza mwenzake na kila mmoja ana hofu juu ya mwenzake, kwani mmoja anahofia kuwa mwenzake ni jambazi hatari na mwingine anahofia kuwa huyu anaweza kujua ukweli wake. Kwa hiyo hapa bana ni bato ya ndani kwa ndani. Bibi Sujin ili kurahisisha upelelezi wake kwa Mwamba Suhan akaamua kupanga katika ghorofa hili ambalo chini yake kuna ile hospitali ya wanyama. Bibi Soji alikuwa amefahamu juu ya ugeni huu, akaamua kuloki lifti. Sasa bibi wakati anataka kushuka chini akagundua kwamba lifti limelokiwa, ikabidi kushuka kwa ngazi, kitu ambacho kikamkera sana. Akamkuta bibi Soji akiwa amekana na mshangaa. Akamwambia, kwa nini ulizima lifti? Bibi akajibu kuwa mimi si mmiliki wa jengo zima, na miliki floor ya kwanza tu. Sasa huko floor ya 4 ambayo unaishi wewe mimi nihusu. Kitu ambacho kikamhuzunisha sana na kumkera huyu afande. Akakasirika na kuondoka zake. Sasa bibi Suji baadaye akiwa anatembea mitaani, bahati mbaya kuna gari ipita jirani yake na ikamwagia maji. Akagomba sana. Baadaye anakuja kugundua kwamba alikuwa ndani ya ile gari alikuwa ni anko wake. Anko ambaye alikasilishwa mara baada ya kuona kuwa Suji amelisishwa mali nyingi ingalikuwa ni mdogo na kitu ambacho alikuwa anatamani yeye kulisishwa mbadala wa huyu Suji. Wakati huo Mwamba Suhan akawa ameingia maeneo haya. Kabla ya kutoa msaada Suji akawa ameingia na alipofika tu akatoa soda mbili katika begi alikuwa mbeba Suhan. Akiwa anamchukulia Suhan mdebwedo fulani hivi akamwambia arudi nyuma apige simu polisi wakati anaendelea kuwashughulikia. Lakini Mwamba Suhan hakufanya kitu chochote kile, bali alibaki akiwa na shangaa tu tukio hili kwa sababu hawa wote anawamudu kama akiwaamulia tu. Wakati huo aliendelea kuwaonya na kuambia kwamba usalama wao uko katika kutii, wasisubutu kufanya jambo lolote lile tofauti. Lakini wakacheka sana mara baada ya kumuona kuwa alikuwa ameshika tu soda kama silaha. Wakacheka sana, lakini advertise ikawa akarusha soda moja kwa moja ikaenda mpaka katika sedmila ya gari na hapa ikavunja kabisa. Bado akaendelea kucheka na kuona kwamba anafanya masiala fulani ya kijinga. Lakini soda ya pili akairusha moja kwa moja mpaka usoni kwa anko wake. Na baada ya kutoka katika uso wa anko basi wakachafukwa miamba. Kaanza kutembea mkono hapo, kapigwa mkono wa maana yani. Wakati wote huo Mwamba Suhan alijifanya kama zuzu akiwa anaendelea kutazama. Yani ni kama mtu ambaye ajui hata kurusha kofi yani. Mwamba Suhan alibaki anashangaa kuona kwamba Sujin anampigania mtu asiyemjua, kitu ambacho kikamshangaza sana na kulazimika kumpigia rafiki yake anayefahamika kama Philip na kumwambia kwamba je, inawezekana mtu kupigana na mtu asiyemjua kisa kumsaidia mtu mwingine? Akajibu Mwamba Philip akasema kuwa ndio, japokuwa kwa pesa, kitu ambacho jibu na swali vilikuwa havifanani kabisa. Leo Suhan akiwa anaelekea nyumbani akaja Sujin kwa nyuma na kumsalimia huku akimwambia kuwa amefurahi sana kuambatana naye, lakini Mwamba Suhan alikuwa na maneno mengi zaidi alimpatia soda. Bidada akajikongoja na kusema kuwa anatamani aende akamtembelea yule paka ambaye alikuwa amemgonga na gari siku ile. Mwamba hakuwa na iana yote, akampeleka mpaka maabara bibie. Baada ya kumtazama yule paka, basi wakapata wakati mzuri zaidi wa kutulia na kuzungumza pamoja. Lakini swali ni moja tu, Suhan akamuuliza bibi Sujin kwamba kwa nini ulimsaidia mtu usiyemjua? Bibi Sujin akasema kuwa hata kama ningelikuwa sio police officer basi ningemsaidia mtu huyo kwa sababu ni wajibu wangu kufanya hivyo. Kwani wewe unapowasaidia mbwa na paka ambao huwajui kabisa mapolini huko na umewahifadhi katika maabara yako, ni nini unachokipata? Ndivyo ilivyo kwangu. Nimekuwa nikimsaidia huyu bibi pasipo kujua kutoka siku ambayo babu yake alikuwa amepoteza maisha na kumwachia mali nyingi. Japokuwa huyu bibi alikuwa afahamu kwamba mimi huwa namsaidia. Sasa wakati wote haya anazungumza, huyo bibi alikuwa amefika hapo jirani na anawasikiliza mazungumzo anayoweza kuyaongea. Ndio leo anakuja kugundua kwamba kumbe
kila katika matatizo aliyokuwa anayapitia alikuwa amesimama upande wake ni Bibi Sujin. Na misheni yao ya mauaji ilikuwa ni kwenda kwa baba yake na Soji ambaye waliweza kumteketeza. Baada ya mzee Pavo kumuua babu yake na Soji, basi aligundua kwamba Kasoji kilikuwa kadogo sana na akataka kukamalizia, lakini Mwamba Suhan akamkataza na mwisho wa siku ndiye alichukua jukumu la kuanza kumlea Soji. Kwa Bibi Soji alikuwa kilindwa kisirisiri kutoka alipopokea urithi kwa Mwamba Suhan pamoja na Sujin huyu ambaye ni askari. Na wakati mwingi katika matukio yote yalihusisha katika kumlinda Bibi Soji, basi wakati mwingi alikuwa kukutana sana na Bibi Sujin japokuwa hakuto kufahamiana naye. Kwa sababu wakati fulani Bibi Sujin wakati anatoa ulinzi kwa Soji, basi alipokuwa kizidiwa alikuwa anitokeza Mwamba Suhan ambaye alikuwa anatoa msaada. Ila hawakuweza kujuana kwa sababu Suhan alikuwa na mtindo wa kuvaa maski katika sura yake, na hivyo ikawa ni ngumu sana kwa Bibi kugundua kwamba alikuwa akisaidiana sana na huyu Mwamba japokuwa alikuwa amfahamu sura yake. Na miongoni mwa tukio moja kubwa na hatari, kuna siku ambayo Bibi ilibakia nusu tu aweze kuuawa, lakini Mwamba Suhan akajitokeza na kuweza kumprotect Bibi ama kumlinda. Lakini katika kila majukumu aliyokuwa akiyatekeleza Bibi, Mwamba alikuwa anajitokeza na kwenda kumsaidia. Japokuwa siku moja akaamua kumwekea bunduki na kumwambia kuwa aoneshe sura yake. Zaidi na zaidi alikimbia na kujitupa chini ya ghorofa. Na sababu kubwa ya Mwamba kumsaidia Bibi ni kwa sababu aliamini kabisa Bibi huyu alikuwa akimlinda yule binti anayefahamika kama Soji. Siku ya leo Mwamba Suhan akiwa ofisini alipata wazo la kumfukuza kabisa Bibi Sujin hapa katika eneo hili la mjengo. Basi akamwambia bidada hapa anayefahamika kama Soji na kumwambia kuwa amfukuze Sujin na hiyo pesa anayodai basi atakwenda kuilipa mapema iwezekanavyo. Lakini Soji kwa sababu aliweza kusaidiwa na aliweza kusikia siri kubwa kwamba alikuwa akisaidiwa kwa muda mrefu, akakataa na kusema kwamba Bibi Sujin ataendelea kuishi ndani ya mjengo huu. Mwamba hakuwa na neno lolote kwa sababu yeye si mmiliki wa jengo hili. Sujin akiwa ofisini alikuwa anavuta taswira ya mtu ambaye huwa anamsaidia wakati mwingi. Huyu mtu ni nani? Lakini wakati anaendelea kuvuta taswira hiyo, bahati mbaya simu yake ikawa imeita, na kumbe ilikuwa ni alarm iliyokuwa inamkumbusha kuwa leo ni birthday yake. Haraka sana kabidi kunyenyuka hapo na kuelekea nyumbani akiwa ameshika keki. Na hapa alimkuta Mwamba Suhan wakiwa wameketi. Sujin akasema kuwa miaka 20 iliyopita nilikuwa na rafiki yangu ambaye siku kama ya leo ilikuwa ni siku ya birthday yake, na kila wakati nilikuwa nikimwandikia happy birthday katika vindege ambavyo nilikuwa natengeneza kupitia karatasi, na kila wakati ni mtu huyu nikimkumbuka kwenye maisha yangu alikuwa ni mtu muhimu sana, japo sijui yuko wapi kwa muda wote huu wa miaka 20. Hasa ajabu ni kuwa Mwamba Suhan katika draw amehifadhi vindege ambavyo vimeandikwa happy birthday. Sasa akawa haelewi kwamba mimi na uhusiano wa karibu na huyu bibi ambaye anafahamika kama Sujin, na imekuwaje? Na je, tarehe yangu ya kuzaliwa mimi ni ipi? Kwa sababu Mwamba Suhan kutoka alipokotwa katika mapori na yule mzee Pavo hakuwa na kumbukumbu yoyote ile, kwani alikuwa ameanguka vibaya sana eneo la ardhi. Hapo alipoteza kumbukumbu zake. Sasa anahisi kama kwamba huenda alishawahi kuwa na historia inayofanania ama ina uungano zaidi na huyu bibi anayefahamika kama Sujin. Balaa zito siku ya leo likaingia mjini. Mwamba akiwa yuko ofisini kwake aliingia mama mmoja ambaye alijitambulisha kwamba yeye ni mama yake na Sujin. Akasema kwamba anatamani ampe kazi Mwamba Suhan ya kumchunguza Sujin kuanzia anapoamka, marafiki na kila kitu ambacho anakifanya awage anakiandika chini na kumletea ripoti huyu mama, na atakuwa akimlipa pesa nyingi na anahitaji amtunze na kumzingatia. Lakini Mwamba Suhan hakuonesha matamanio kabisa ya kifedha. Zaidi alisema kwamba kama wewe ni mama yake basi ni vyema ukayafanya yale unayopaswa kuyafanya kwa mwanao. Dude bado bichi kabisa. Je, huyu ni kweli ni mama yake na Sujin ama ni mtu mwingine tu ambaye ameingilia ndani ya mchezo? Basi tukutane katika sehemu ya 3 ya recap yetu ambapo itakwenda kutupa majibu ya nini kitakwenda kujili. Lakini nakukumbusha wewe ambaye bado hujajiunga ndani ya group letu la WhatsApp, hakikisha unagusa link ambayo nimeweka katika sehemu ya comment. Utakapogusa hiyo link moja kwa moja itakupeleka katika group letu la WhatsApp, na huko utapata taarifa za recap zote ambazo zinakwenda kutoka na zile movie kali ambazo zinatoka pasipo kutumwa huko katika YouTube. Bila shaka utakwenda kuenjoy zaidi kwa kuwepo ndani ya group letu. Mimi ni Tojepo, asante sana kwa wote ambao tuko pamoja. Sasa faida ya kujiunga ndani ya group letu, kwanza kabisa unapata taarifa ya recap kabla haijatoka, kwamba ni muda gani recap inatoka, ni saa ngapi recap itakuwepo iko hewani. Lakini faida ya pili ni kuwa unaweza ukatuma movie yako ndani ya group yetu, ukaandika jina la movie yako na ukaomba itafsiriwe kwa Kiswahili kama movie hiyo haijatafsiriwa kwa Kiswahili. Lakini kwa wale wanaofuatilia miendelezo ya kila wiki, mfano kuna tamthilia fulani unaifuatilia kila wiki inatoka miendelezo yake, lakini endapo ukawa sasa unatamani kuipata miendelezo hiyo kabla hiyo wiki kufika, basi unaweza kutuma movie jina lake husika, basi moja kwa moja sisi tutakwenda kutafsiria movie yako sawa sawa na vipande vile ambavyo unavihitaji. Ukihitaji vipande 20, ukihitaji vipande 30, ukihitaji mpaka vipande 100 kwa wale wanaofuatilia movie za Kihindi, basi utakuwa unavipata vipande hivyo kwa muda unaotaka wewe na idadi ya vipande unavyovitaka wewe. Kumbuka kwamba gharama zetu ni nafuu sana, lakini kubwa zaidi ni kwamba wale wote wanaomiliki channel za YouTube na wanapitia changamoto zifuatazo: changamoto ya kukosa subscribers, changamoto ya kukosa views, na changamoto
ya channel kutokulipwa kwa wakati ama channel ilikuwa na malipo hafifu, basi tunafanya setting na kufanya maboresho katika channel za YouTube kwa gharama nafuu kabisa. Nitafute kupitia namba za simu 0622113984. Ni ile treni yenye maisha. Treni iliyotengenezwa na ikaundwa kwa kupitia magari 1000. Treni ambayo inatembea miaka 7 haijawahi kusimama hata sehemu moja. Lakini ndani ya treni hiyo kuna kila kitu. Kuna matunda, kuna mashamba ya bustani, kuna magesti, kuna mahoteli, kuna maklabu, kuna mpaka magereza.